Hapo jana Rais Samia Suluhu Hassan alihutubia bunge na kutoa salamu za pole kwa wahanga wa machafuko ya uchaguzi. Katika hotuba hiyo, rais alitoa pole kwa waliopoteza maisha, kwa familia, ndugu na jamaa walioathirika, pamoja na wale waliojeruhiwa wakati wa machafuko hayo. Aidha, Rais Samia alitangaza msamaha kwa watu wanaoshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uhaini. Katika hatua nyingine, rais alitangaza kuunda tume ya maridhiano ambayo itashughulikia masuala yanayohusiana na machafuko ya uchaguzi. Siku moja baada ya hotuba hiyo, naibu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche ametoa taarifa kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. Katika taarifa hiyo, Heche alisema kuwa ametoka Ukonga kumtembelea mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Alisema kuwa Lissu yuko imara, ana afya njema na anawasalimia Watanzania wote. Kupitia taarifa hiyo, Heche alisema kuwa mwenyekiti anatoa pole kwa Watanzania wote waliopoteza maisha wakati wa machafuko ya uchaguzi, pamoja na familia zao, ndugu na marafiki. Pia ametambua watu waliopoteza viungo na kubaki na ulemavu. Aidha, Lissu ametuma pole kwa wote waliopoteza mali wakati wa machafuko hayo. Heche alisema kuwa kwa mujibu wa mwenyekiti, damu ya Watanzania haijamwagika bure na hakuna atakayefunika jambo hilo bila uwajibikaji. Taarifa hiyo ilisisitiza msimamo wa mwenyekiti kwamba swala hilo haliwezi kufunikwa bila hatua za uwajibikaji kuchukuliwa. Katika taarifa hiyo, Heche alisema kuwa msimamo wa mwenyekiti uko thabiti na kwamba Lissu yuko imara na anaendelea vizuri kiafya. Kauli hii ya Heche inatolewa hadharani siku moja baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoa pole kwa wahanga, kutangaza msamaha na kutangaza kuunda tume ya maridhiano. Ujumbe huo umetolewa katika muktadha huo na unaonekana kama majibu ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwa hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan iliyotolewa hapo jana. Heche hakutoa maelezo ya ziada nje ya ujumbe wa mwenyekiti aliowasilisha. Taarifa hiyo imeweka wazi salamu, pole na msimamo wa mwenyekiti kuhusu matukio ya machafuko ya uchaguzi na swala la uwajibikaji waliohusika na madhara yaliyotokea. Kwa sasa taarifa za upande wa serikali ni zile zilizotolewa na Rais Samia bungeni: pole kwa wahanga, msamaha kwa wanaoshikiliwa kwa tuhuma za uhaini na tangazo la kuanzishwa kwa tume ya maridhiano. Taarifa za upande wa Chadema ni zile zilizosomwa na naibu mwenyekiti zenye salamu za pole, utambulizi wa madhara na msimamo wa mwenyekiti kuhusu swala la uwajibikaji. Hakuna taarifa nyingine rasmi kutoka upande wote zilizotolewa baada ya matamko haya mawili. Hakuna maelezo ya taratibu au majukumu ya tume yaliyotangazwa zaidi ya tamko la rais, na hakuna maelezo ya ziada kutoka kwa Chadema nje ya taarifa iliyosomwa na Heche. Hivyo kwa sasa taarifa zilizopo hadharani ni tamko la serikali kupitia hotuba ya Rais Samia na tamko la Chadema kupitia John Heche likieleza msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu kuhusu pole, madhara na machafuko na masuala ya uwajibikaji. Wengi wanasema kauli hii ama taarifa hii ya Tundu Lissu ni majibu ya moja kwa moja kwa taarifa ama hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambao alitoa hiyo jana bungeni akidai kwamba ataunda tume ya maridhiano. Sasa kwa wengi wanahisi hiki ndio kitu ambacho Chadema wanakikataa, kwamba hawataki maridhiano bila uwajibikaji wa damu iliyomwagika.